moja. Na familia gani hiyo utakayokuta hiyo? Tuna kama askofu wazazi wao wazaliwa walikuwa Waislamu. Tuna mashehe wazazi wao walikuwa Wakristo. Utaigusa familia gani ambayo wao kwenye ukoo wao wako kwenye dini yao pekee yao, wao kwenye ndugu wao na jamaa na kila jamaa wako kwenye dini hiyo hiyo yao, lakini tunaletewa mpaka hivi. Nimejaribu hata kufuatilia baadhi ya maeneo kwa sababu ni mfano itifaki zingatiwe. Nikaangalia hata mtangulizi wangu, nadhani yeye ni msikitini, mke wake ni kanisani. Nina rafiki yangu mmoja waziri hivi, yeye wa kanisani, mama yake wa msikitini. Yeye wa msikitini, mama yake wa kanisani. Na niwaombe viongozi wetu wa dini, mna haki na tunaheshimu sana ushauri wenu. Epukeni kupelekwa kwenye maeneo ya kugonganisha. Ikitoka kwenu itaenda kwa waumini wenu, na ikifika huko hatutakuwa na nchi tena. Kaeni, wana mna fursa nzuri wao mnakaa. Kaeni, rudini kwenye utaratibu wa kukaa. Hata kama kuna eneo mna mitazamo tofauti, kaeni muimalize mitazamo. Tubakize nchi yetu ikiwa moja. Sisi serikali tunashughulikia maeneo yote yaliyokuwa na tofauti, yanayoleta mianya kati ya serikali na taasisi, serikali na vikundi, serikali na vyama. Mheshimiwa Rais kwenye ofisi ya kazi ajira ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu ameongeza na kitengo cha mahusiano kitafanya kazi. Hii inaonyesha ni namna gani Mheshimiwa Rais yuko concerned, anajali kuhakikisha Tanzania inabaki moja, anaweka umuhimu kuendeleza umoja wa Watanzania. Limetokea tukio kubwa, ametoa msamaha kwa vijana ambao walishiriki bila kuwa wanajua kitu gani kinachoendelea. Kazi yetu sote wa Tanzania. Na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale. Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani natambua huko hapa. Baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri, fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miko yao, masharti yao ya uandikishwaji yanafikia wapi, na zile ambazo zilikuwa na shida wape uangalizi wa miezi 6. Natambua ilikuwepo hii moja ya ufufuo na uzima. Ifungulie, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi 6. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko na mipaka ya ufanyaji kazi sawa sawa na sheria na katiba ya nchi yetu, na masharti ya taasisi na masharti ya usajili waliopewa. Na nendeni mkayaangalie upya masharti. Akikosea mmoja, utaratibu wa kufunga kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ni ushirika kati ya binadamu na Mungu, sio na askofu wake wala shehe wake. Ni ibada, ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Ndio kakiangalia vizuri hicho kipengele, ili akikosea shehe usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu wasiadhibiwe waumini wake, wasinyimwe waumini wake kufanya ibada, kufanya ushirika na Mungu wao.